بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma baadu, watukufu wa Islamu, tunaendelea na kitabu chetu cha tafsiri au tafsiri ya Qur'ani. Bado tuko kwenye suratu idha jaa, suratu Nasr. Hii ni sehemu ya pili katika hii sura. Naam. Tulikuwa tushazungumza mengi katika darasa la kwanza, lakini leo tumebaki machache ambayo itakuwa ni vyema kuyazungumze. Naweza nikasema kwamba leo tutajikita sana na tafsiri, kwa sababu jana tumekuwa tumejikita sana na au darasa liloisha tumejikita sana upande wa faida za nje. Kwa nini sura imeshuka? Hivyo. Kwa hiyo leo itakuwa sasa ni tafsiri ya sura yenyewe ndani kabisa, tuingie kweli. La azumu anna ad-darsa sayakhlu min faidatin kharijiyya au min faidatin janibiyya. Sidai kwamba darasa litakosa faida za nje, sidai hivyo, lakini itakuwa kinyume kidogo na darasa liloisha, maana ilikuwa faida za nje ni nyingi. Na kwa hiyo moja kwa moja tuende sasa kwenye sura yenyewe, tuisome na tuifasiri. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
kana tawwaba, pindi itakapokuja nusra ya Allah na ufunguo, kisha ukawaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi vikundi, kipindi hicho fasabbih, msabihi Allah kwa himidi zake na umuombe msamaha, kwani yeye ni mwingi wa kutoa msamaha. Watukufu wa Kiislamu, hii sura ukisikia maana yake na tafsiri yake hivyo kisi ulivyosikia, kuna maswali mengi yanaweza yakajengeka kwenye kichwa cha mtu, tuyajibu. Swali la kwanza liko kwenye idha jaa nasrullahi wal fath, nusra ya Allah itakapokuja na ufunguo. Hilo tumelijibu darasa liloisha kwa mapana kweli kweli, tukalipa haki, alhamdulillah. Lakini sasa leo tutajibu maswali yatakayokuja kwenye aya mbili zilizobaki. Tumeulizana nusra hiyo ya Allah ni ipi, darasa liloisha, na huyo ufunguo ni ufunguo gani wa nyumba, tukajibu vizuri darasa liloisha. Lakini maswali mengine yanakuja, waraaita nnasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Swali la kwanza, hao ni watu gani? Je, wakati wanafungua Maka watu wameingia kwenye dini ya Allah vikundi vikundi? Tunasema katuhadisia hilo kwa kifupi. Swali la kwanza hilo kwenye aya pili. Na hao watu ni kina nani? Ndio tutajibu ile swali leo inshallah. Lakini swali la pili linapatikana tena, ni swali ligumu hilo. Huenda swali la kwanza sio kila mtu atakuwa nalo. Hilo swali la kwenye aya pili, huenda ni mtu mbishi ndio anaweza kauliza hilo swali. Mtu mbishi aje? Sasa huona Allah anasema watu wataingia kwenye dini ya Allah vikundi, ni watu gani? Maana tuliwahi kuwasikia. Lakini swali la pili ni mtu mwenye kufaidika, mwenye anataka faida ndio atauliza. Utakapoona hivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika, msabihi mola wako, msabihi mola wako. Sawa, kumsabih Allah ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anahitajika kulifanya kama jinsi sisi tunahitajika kulifanya, ni dhikri. Lakini wastaghfir, na umuombe msamaha. Msamaha ni mtu aliyekosea. Kwani Mtume alikosea nini? Watu kuingia kwenye dini na watu kukithiri kwenye dini, si ndio wakati wa kuchekelea na kufurahi? Cha ajabu, Allah badala ya kumwambia Mtume uchekelee ufurahi kuona watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi vingi,
anaambia eti muombe msamaha. Hilo ni swali mtataka jiulize. Kwa nini wakati wa watu kuingia kwenye dini na watu kuwa wengi ndio msamaha uombwe? Ni wakati wa furaha. Lakini pia swali la tatu naweza kujitengeneza hapo hapo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amuombe Allah msamaha, alimkosea nini? Lakini pia swali la nne linaweza likajengeka tena hapo hapo. Na je, Mtume alikuwa anafanya madhambi? Hayo ni maswali ambayo tutatembelea kwenye darasa letu lote la leo inshallah. Kwa hiyo twende sasa kwenye maswali hayo, kisha patakuwa faida za nje kama kilivyozungumza, lakini zitakuwa ni ndogo kwa leo insha Allah. Naam. Tuanze swali la kwanza. Waraaita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, utakapowaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi vikundi, hao ni watu gani? Anasema al-Imamu Qurtubi rahmatullahi alayhi, akitujibia hili swali katika tafsiri yake, eti أراد بالناس أهل اليمن، وذلك أنه ورد من اليمن 700 إنسان مؤمنين طائعين. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema au alipoamrishwa atakapowaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi vikundi, hapa imekuwa ni watu wa Yemen. Naam, watu wengi waliingia katika dini ya Allah vikundi vikundi pindi Allah tabaraka taala alipomjalia mtume kufungua Makka. Kuna maneno tumesema kwenye darasa liloisha, fa inna ahya al-arab kanat tatawlawama bi islamiha fath Makkah, yaquluna
in dhahara ala qaumihi fahuwa nabii falamma fataha Allahu alayhi makkata dakhalu fi dini llahi afwaja falam tamdi sanatani hatta istawsaqat jaziratu larabi imana walam yabqa fi sairi qabaili larab illa mudhhirun lilislam walillahi alhamdu walminna. Hakadha yaqulu Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Waarabu wengi walikuwa wanashindwa kuingia katika Uislamu kwa sababu Makka ilikuwa inawaziwia. Wanasema hawa ndio ndugu zao, maadamu walimkataa wanamjua kuliko sisi, msikurupuki kama chafya. Wamesahau kwamba nabii hawiki kwao. Lakini wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua Makka, na habari za kufungua Makka kwa kuzipata kwa utulivu na kwa utamu kwa kisa cha Khalid radhiallahu anhu, utakipata kwenye darasa za Australia za Jumamosi mchana. Sasa alipofungua Makka ndipo Waarabu wakaingia vikundi vikundi. Hapa kupita isipokuwa miaka miwili hadi hakuna kijiji cha Waarabu isipokuwa imani imetambaa kwacho, kwa sababu Mtume alifungua Makka mwaka wa 8. Ni vizuri sana kujua tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwaka wa 8, akafa mwaka wa 11, miaka miwili. Lakini suratu idha jaa imeteremka bado. Kwa hiyo kuanzia anapofungua Makka watu wakaanza kumiminika kusilimu. Tu kwenye kisa cha Khalid, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda kupigana vita ya Hunain, ndipo tumefikia. Maana yake kufungua kwake Makka sio kwamba watu walikuwa wasilimu pale pale. Walikuwa nakuja vipande vipande, na mtu ambaye alikuwa hajakinaika na Uislamu imemlazimu tu basi adhihirishe Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu kiingia mji utalaumika wewe, watu wote wanakubali isipokuwa wewe. Sawa. Lakini sasa hadi sura iteremke ilikuwa ni watu wa Yemen. Watu wa Yemen walikuja kwa pamoja, wamejikusanya kabisa. Wakaja watu 700 kwa pamoja, waumini wenye taa. Baadhuhum yuadhinun wa baadhuhum yaqrauna alquran wa baadhuhum yuhallilun. Fasurra an-nabiy sallallahu bidhalika wa baka Umar wa ibn Abbas. Watu 700 wanaingia kwenye dini ya Allah kwa pamoja, wanatoka safarini. Hawa wako wanatoa adhan, Allahu akbar, Allahu akbar, na wengine wanakuja kusoma Qur'an. Walishajua Qur'an itaingia hata hawajaslimu, hao walikuwa shaslimu bado hawajaja. Na wengine wakaja wanapiga la ilaha illa Allah, dhikr kwa pamoja. Sheikh,
ndipo aya ikateremka au sura, idha jaa nasrullahi wal fath wa jaa ahlul yaman raqiqatan afidatuhum layyinatan tibauhum sakhiyatan qulubuhum azimatan khashyatuhum fadakhalu fi dinillahi afwaja. Watu wa Yemen wana sifa, wanajulikana kwa Arabu mpaka leo, ni watu wana vifua vilaini, si wakakamavu. Watu wa Yemen wanajulikana kama si wakakamavu. Wakati palipokuja hizi fitna za kubidishana na kuhamana na kuhizibishana, mmoja wao aliandika kitabu kimoja kizuri kweli cha kuwatahadharisha watu kubidishana kuhamana, naye si mwingine ni Muhammad Imam. Sheikh Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbad akamsifu, akakumbuka hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ambazo Mtume amesema kwamba watu wa Yemen si wakakamavu. Wanakuja watu 700 kusilimu, wala Mtume hajasafiri kwenda kuwapiga vita kama jinsi alivyosafiri Maka na Taifa. Layyinatan tibauhum, ni watu wako na muamala mwepesi. Watu wa Yemen sakhiyatan qulubuhum, aksha ni watajiri wa roho, japokuwa hawana. Yemen katika kijiji cha Waarabu mpaka leo hakina mali, ndio Waarabu ambao wanaangaikaga sehemu tofauti kwenda kufanya kazi za maduka na kadhalika. Maana yake kwao hakuna mali kivile, lakini ni watajiri wa nafsi. Wal ghina ghina nafs, na Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, utajiri mzuri ni wa nafsi, sio mapato. Usizani tajiri ni mtu yuko na pesa nyingi. Tajiri ni mtu ambaye roho yake imetosheka na hali yenye iko emo. Wakaingia kwenye dini ya Allah, vikundi hivyo ndio vilikuwa vinakusudiwa. Wa fi sahihi Muslim, na katika sahihi Muslim anapokea mtu wa asli ya Yemen, Abu Huraira, yeye alikuja kabla yao mwaka wa 4, miaka 4 inabakia Mtume afia anakuja, lakini inaonekana wao walikuja mwishoni, sababu sura idha jali mwishoni teremka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataakum ahlul yaman وهم أضعف قلوبا وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. Yeye Mtume na wasifu sallallahu alaihi wasallam anasema, wamekujieni watu wa Yemen, vifua vyao ni dhaifu. Yani unajua mtu mwenye roho dhaifu, yani yule mtu ambaye ni mwepesi wa kuamini. Ni sifa, ukiwa mwepesi wa kuamini umesifiwa, hiyo ni sifa nzuri. Kuna watu ni wakakamavu, hakubali. Kuna mtu kusema akubali, sio hivi, mtapelekeshanaga mwe mpaka aje kukubalia, utakuwa jasho zimekutoka. Wa araqu afida, ni walaini wa vifua pia, roho zao ni dhaifu, imani inaingia haraka, sio abishi, sio wakorofi, na pia vifua vyao ni vilaini, na ni watu wanaelewa mapema, na ni watu wana hikma. Wapata watu wa Yemen wanagombana, si vyepesi. Na hapa tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafurahia watu wa Yemen mpaka wasifu hivi. Maana yake sana naona wanakuja kusilimu alifurahi,
Kwa nini mtume anafurahi? Mpaka kuna maneno mengine na kuna hadithi nyingine inapokelewa inni la ajidu nafasa rabbikum min qibali Yaman, mimi napata pumzi ya Mola wenu kwa watu wa Yemen. Yani pumzi, je, inajuzu Allah asifika na pumzi? Nadhani kwenye akida hiyo haikubaliki, lakini hapa malengo ni kwamba anasema huku Ibn al-Athir chini, huwa musta'arun min nafasi al-hawa alladhi yarudduhu at-tanaffus ila al-jawf, yani ni pumzi, yani hewa ya Allah aliwajaliaga watu kwenye vifua vyao wanakuwa ni watu wenye nafsi zenye baridi, yani watu baridi. Kawaida mtu akiwa baridi anakuwa sio mgomvi, na ndio maana hata huko kwetu nchi za baridi ni watu wapole sana. Wazungu wa wapole sana, wako tofauti na wazungu huko kwenu. Kwetu wapi? Umeona pajuu. Na watu huku kwetu nchi ya baridi sio wagomvi. Ukiwa kwenye nchi ya baridi ugomvi unakuwa ni mdogo, maana unakuwa umepooza, mwili hauamki, damu haichemki vizuri, kwa hiyo unakuwa sio mgomvi. Kwa hiyo Allah aliwajalia baridi kwenye vifua vyao ili wasiwe wagomvi. Kwa kama uko mkali kama pilipili, basi ujue habari zako ndio hizo. Na ndio maana vijiji vya joto Warabuni watu ni wakali kweli kweli. Vijiji vya joto damu inachemka sana, nguvu zinakuwa ni nyingi. Vijiji vya baridi sio hivi. Na ndio maana huku unaweza kukutana hata na mzungu, unamkosea yeye anakuomba msamaha. Wewe umemkosea lakini anakuomba msamaha. Watu nakwambia nisamehe. Unashangaa shekhi, ni ubaridi. Hata mashekhe huku kwetu walisoma Saudia, baadhi yao yule ukali wa kubidishana hawana. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafurahia watu wa Yemen? Anasema al-Qurtubi fako dhana mbili au tafsiri mbili, annahu lilfarah litatabu islamihim afwaja. Mtume alifurahi sana kuona wao ni katika watu wa mislimu wakakusanyana wote wakaja kwa pamoja, lakini kwa Waarabu wa vijiji vya karibu walikuwa wanakuja, ili kabila linakuja kivyao wanakutana kwa 50, lile kabila linakuja kivyao watu 40, lile linakuja watu 70, lile linakuja watu 20, lakini wao wakakusanyana wote Yemen 700. Kwa hiyo Mtume akafurahi. Lakini watu wengine wakasema hapana, watu wa Yemen hapo si watu wa Madina. Anna Allah ta'ala nafasa al-karba an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ahli al-Yaman wa hum al-ansar. Watu wa Yemen ndio watu wa Madina, kwa sababu wanakwambia Waarabu, asili ya Waarabu wanatokea Yemen. Wote asili yao wanatokea Yemen. Na kuna watu wengine wakwambia Waarabu wako sempuli mbili, wote walitoka kwenye tumbo mbili. Mmoja katika tumbo mbili, tumbo la Yemen. Wanakwambia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika ile tumbo. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanajulikana sana watu wa Madina, ndio Yemen ulikuwa unawadhihiri, uko wazi. Damu ya Yemen kwa watu wa Madina ilikuwa iko wazi. Acha cha maajabu, Waarabu wanajuana kwenye vilemba vyao. Sisi ambao tumeishi Arabuni, nikimwona Mwarabu wa Yemen namjua, Mwarabu wa Saudia namjua, Mwarabu wa Dubai namjua, Mwarabu wa Oman namjua. Nikiwaona tu hivi najua huyu ni wa Oman, huyu ni wa Yemen, huyu ni wa Saudia. Mara nyingi kukosea kidogo.
labda wa Kuwait, Saudia, wa Qatar, kwa sababu wanakurubiana sana, au ndio wanaanza kuchanganya kidogo. Bahrain, kwa sababu tumewaishi hapo. Ndugu yangu hapo, kaka yangu, au yote kumtofautisha Mwarabu na Muhindi. Ukimwona Muhindi unasema ni Mwarabu, au kuishi. Nimeona hivyo wapi, kama ni Australia au Sauza, ndio mtu anabeba tendo kwa yule Mwarabu, anahusisha kanzu, ndio kwa Mwarabu nani mwingine amebeba, usi Muhindi, huyu Mwarabu. Wewe joje, kama ni mimi naona ni Mwarabu, kama huyu Muhindi, huyu Mpakistani. Hata Wahindi wa Pakistani najua kwa tofautisha, japokuwa sikuishi sana kwa vile, lakini wako pale Warabuni. Kama gisi sisi tutafautisha, unajua huyu ni Mnyarwanda, hata kama jasema huyu ni Mrundi, huyu ni Mbongo, huyu ni Mkongo, Mganda, Mkenya. Tunatofautisha kwa sababu tunaishi nao, tunaishi pale karibu, tumeshajuana sana. Akizungumza sasa ndio nuru na ala nuru, unafikiri sema huyu nimehakikisha niko kwa sehemu fulani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, furaha hapa ni kama tuiko anapiga support watu wa Madina. Hiyo ni jibu la swali la kwanza. Ama swali la pili, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, msabihi Mola wako na umuombe msamaha. Kwanza tuanze umsabihi. Kwa nini Mtume msabihi Allah? Sababu huenda ni kama jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, عن عائشة نسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر عمره من قول. عائشة alikuwa anamfuatilia mume wake sana, na ndio maana Allah alimuotesha kwenye usingizi Mtume mara 2 au mara 3, akamletea picha ya Aisha muoe. Mama yetu Aisha ametunukulia mambo mengi sana ya dini, hadithi nyingi ambazo watu maswahaba hawangetunukulia kwa sababu hawaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mama yetu ametunukulia. Radiyallahu anha wa amman tarada anha, Allah amridhie Aisha radiyallahu anha na kila ambaye atamuombea ridha pia Allah amridhie. Watukufu wa Kiislamu, watu wa elimu wanasema Aisha musnaduha balagha, yani hadithi zenye alipokea peke yake Aisha radhiallahu anha zinafika 2000. Ni hadithi ndogo hiyo, ni hadithi nyingi. Katika hadithi alipokea Aisha ni hii, atuhadisie imekuwa aje mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiliwe afanye tasbih nyingi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi akhir umrihi min qawl, eti Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa umri wake alikuwa anakithirisha kusema subhanallah wa bihamdihi, utakasifu ni wake Allah na himidi pia, astaghfirullah wa atubu ilayhi, na muomba Allah msamaha na natubia kwake. Aisha anasema nilikuwa siyaoni hayo
mwanzo, maana alikuwa alimjua mtume kweli kweli, alikuwa anamchunguza mtume kweli kweli radhiallahu anhu, mpaka alikuwa anajua na dua zenye mtume alikuwa anaomba kwenye sijida na kwenye rukuu. Alikuwa asijua aje maana sijida kwenye rukuu na kwenye sijida na kwenye rukuu zinakuwa ni hazisikiki, mtu anasoma kilio. Hapana, mtume alikuwa anatoa sauti kiasi fulani, mtu akadibu anasikia. Ni sunna, ndio ni sunna. Allahumma ukisali kwenye jamaa ukiogopa kuwasumbua watu, lakini ukisali peke yako mtu wa karibu asikie dua zile unasoma kwenye rukuu na kwenye sijida. Wao kumbuke Aisha radhiallahu anha atuhadisia tena, anasema bahathtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nimtafuta mtume kitandani nikamkosa. Maana ashtuka usingizi akamtafuta kitandani akamkosa. Wivu ukamfanya amtafute atoke kwenye kitanda. Wal buyutu yawma idhin laysa biha masabih, anasema hicho kipindi tu yawma idhin laysa biha masabih, anasema hicho kipindi nyumba zilikuwa hazina mataa. Wale wanasemaga mtume ni nuru, alikuwa ile taa. Wasufi wanapozidisha wasikize habari. Akamtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa hakuna mataa, atamtafuta aje? Anapapasa mpaka akashika mguu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yuko kwenye sijida, anasema Allahumma inni a'udhu biridwaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsina 'alayk anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inni a'udhu biridwaka min sakhatik, Allah nakuomba unikinge, najikinga kwa ridhaa zako kuliko msamaha wako. Wa inna wa ghadabahu sabaqa wa rahmatuhu sabaqat ghadabah, na Allah kuridhia kwake kumitangulia kukasirika kwake. Binadamu wako simpuli mbili. Kuna binadamu ambao asira zinawatangulia kuliko kuridhika, ndio wale watu ambao wana mabifu mengi, wanapenda kukataana. Ukiona mtu anapenda kukataana, kuvunja urafiki, kuvunja udugu, kujihulu, matalaka, mara nyingi anafanya hivyo, maana yake huyu hasira zake zinakuwa zimetangulia ridhaa yake. Maana yake akikaa akikumbuka makosa na mazuri, makosa yanamuasha, anakutika anakula jino, bifi inatangazwa. Lakini Allah alikuwa sio hivyo. Allah sio hivyo yeye. Allah akikumbuka mazuri yako na makosa yako, ridhaa yake inatangulia na kusamehe. Allahumma inni a'udhu biridwaka min sakhatik. Allah anambia mtume, anamwambia Allah, kweli uko na hasira na uko na ridha, lakini naomba ridhaa yako itangulie hasira yako kwangu. Wa bimu'afatika min 'uqubatik, uko utaadhibu watu na utawasamehe, lakini naomba msamaha wako utangulie adhabu yako. Wabika minka la uhsi, wabika minka, na nakuomba wewe unikinge kutokana na wewe. Sikia hiyo dua baba, nakuomba wewe unikinge kutokana na wewe, kwa sababu wewe ndio unaadhibu na wewe ndio unaneemesha. La uhsi thana'an alayka anta kama athnaita ala nafsika, siwezi nikakusifu ipasavyo kama jinsi wewe ulivyojisifu nafsi yako. Wameweza Allah iko kwa sababu naye mtupokelea hadithi Aisha. Umeona kwa nini? Unaona kwa nini hikma gani mtume kuoa wanawake wengi? Kila mwanamke alikuwa iko na jambo lake la kusaidia umma. Aisha ndio atupokelea hadithi, anasema sikuwahi kumuona anasoma hii dua kwenye sijida zake na kwenye rukuu zake, isipokuwa mwishoni mwa umri wake, wakati idha jaa imeshuka dogo, anapenda kuomba subhanallah bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayhi. Aisha hamwacha, kamuuliza mtume akasema, inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati wa amarani idha ra'aytuha an usabbiha bihamdi wa astaghfirahu innahu kana tawwaba. Akajibu mtume akasema, na kithirisha hii dua. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameniambia taonaga alama kwenye ummati wangu, alama ya kufa. Ukiiona tu hiyo alama, basi umsabbih Allah sana, umuombe msamaha, kwani Allah yeye ni msamehevu.
faqad ra'aytuha, mtume anasema nishaona ile alama yenye Allah ameniambia ya mimi kutoweka. Idha jaa nasrullahi wal fath, wakati nusra ya Allah itakuja na ufunguo. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, utawaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi vikundi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, msabih Allah na uwe msamaha sana, yeye ni mwenye kusamehe sana. Huyu ni Aisha atunukulia hadithi kama hivi, na ndio maana ulama wakasema naqalat lil umma ruba sharia. Aisha amenukulia umma robo ya sheria. Kuna sheria ya Kiislamu igawanye mara 4, kipande kimoja ni Aisha ametunukulia, vitu ambavyo hawange nukulu watu wengine, vitu vya ndani. Subhanallah. Kuna faida nyingine hapa ndio nitakuwa faida nyingine nataka nikatoe hapa, sijawahi kukatoa, lakini nishawahi kukaashiria tu kwa mazungumzo ya kawaida hivi. Leo acha nikanukuu, maadamu niko namzungumzia Aisha. Inshallah Allah atakaniangusha, atakanipa kwa wepesi inshallah. Alhamdulillah, kamekuja, dua imekubaliwa. Sikiliza faida Sheikh. وقد استدل بعضهم استدلالا لطيفا على صدقه بكثرة أزواجه. baadhi ya ulama wamestadili dalili ya ajabu kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa wanawake wengi. wa ma'a dha lam yuhaddith wa ma'a dha lam yahduth an naqalat ihdahunna an hayatihi al-khassa illa kullu kamalin yumkin an yusaf insan bihi. Pamoja na hivyo wote, hajawahi kunukuu mmoja wao kuhusu maisha ya Mtume isipokuwa ukamilifu. Mara nyingi aibu za mtu zinajulikanaga akiwa na wake wengi, kwa sababu tabia zao ziko tofauti. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wake, unaweza kumuoa mwanamke ambaye si mhifadhaji wa siri, akatoa mapungufu yao. Umekwisha huko barabarani, umekwisha huko barabarani. Na ndio maana watu wameoa wakaacha aibu zao ziko kumgaragara, ziko nje. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa wake wengi, hakuna hata mmoja ashanukuu mapungufu yake. Ma anna ba'dahunna kajuwairiyatin kanat min sabaya qaumi, pamoja na kuwa baadhi ya wanawake ambao Mtume aliwaoa kuna ambao walikuwa yani ni maadui, yani alimtoa, yani alimwoa mwanamke ni adui yake au kabila lake ni adui ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke kama huyo inabidi familia imtume kwenda kummaliza huyo mume, kama Juwairia alikuwa ni kijakazi, alikuwa ni mateka, alikamatwa, kabila lake lote limekamatwa mateka, manake ni wagomvi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa stahili kabila lake limtume, amalize Mtume, atoe siri zake. Kuna wanawake wanaolewa na wengine, kuna mwanamke unaweza kumuona mwingine umepatikana. Habari zako ziko nje. Wa minhunna Safiyatu allati tazawajaha ba'dama sabaha wa haraba qaumaha wa qatala zawjaha wa abaha wa ammaha. Bali kuna mwanamke mwingine Mtume alimuoa, naye ni Safia. Alimuoa baada ya kumkamata mateka na akapiga familia yake, akamuua mme wake na baba yake na ami yake, akamuoa. Unamuoa mwanamke, ulimuua baba yake, kuna kalika huko ndani, lakini Mtume kumekalika.
bali palikuwa hata tuhuma baadaye kwa Safia kwamba ni Myahudi. Kijakazi wake akapeleka siri kwa Umar. Umar akamuita Safia kuhakikisha. Ule kijakazi akamwambia Umar, inna Safiyata tasilu al-yahud wa tuhibbu al-yahud, au kama qalat. Mke wa Mtume Safia, hapo Mtume shakufa wakati wa kiongozi ni Umar, akamwambia Safia anapenda Wayahudi na anaongea udugu wa Yahudi. Akamuitia Safia kuja kuhakikisha, jaakum fasiqun binaba'in fatabayanu, akikuletea mtu habari za mtu mbaya fanyeni ubainifu, msimhukumu. Akamuitisha Safia. Safia akamwambia, naam, mimi naongea udugu wa Yahudi kwa sababu ni ndugu zangu. Mimi nilitoka kwa Yahudi, wao ndio wamenizaa. Sio sababu nisha slim ndio ni waache. Ama kusema na wapenda wa Yahudi au kisa cha kukizungumza, alimtuhumu tuhuma mbili. Anasema anaongea udugu na kama ni Yahudija hivyo, ni Myahudi angali kwenye dini yake. Akaambia amenizania na mwacha huko. ومنهن أم حبيبة التي كان متزوجا بها وهو يحارب أباها. Na miongoni mwa wanawake Habiba alikuwa ni mke wake akisha adui mkubwa ambaye yuko anapambana baba yake mkwe Abu Sufyan. ومع ذا لم ينقلن عنه حتى بعد مماته إلا ما يشهد بصدقه وغاية كماله. Pamoja na hivyo wote hawakusubutu kunukuu hata baada ya kufa kwake isipokuwa ukamilifu na ukweli wa Mtume. Kwa sababu mtu anaweza kusema iko hai labda wanamuogopa mume wao asipita hata baada ya kufa. بل ما تبوأ رجل في تاريخ البشرية مكانة في قلوب زوجاته مثلما تبوأها رسول الله في قلوب نسائه. Bali hakuna mtu katika tarehe aliwahi kuzungumza nafasi ambayo ni kubwa yupo kwayo kwa wake zake kama jinsi Mtume alivyosema. Yaani Mtume alikuwa anatangaza waziwazi, mimi ni bora kwa wake zangu kuliko nyinyi jinsi mlivyo bora kwa wake zenu. Pamoja na kuwa na wake wengi. Wa haluhunna jami'an, kana kwamba wote wanasema zana ismuhu al-asma fina wal-kuna. Madha alladhi nuthni alayhi bihi wa qad aghnahu ma fi dhikri min sharati at-tana. Kana kwamba wanasema hivyo wake za Mtume. Jina lake lilikuwa tukisikia roho inadunda. Tutamsifu aje mume wetu baada ya Allah amshamsifu kwenye Qur'an. Lakini mahali shahid tulikuwa nakusudia ni hili neno, amma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tulikuwa nakusudia ni hichi: jullul udhama la yarda ahaduhum li zawjatihi an tukhbira an halihi fi baytihi. Watu wengi wenye heshima huwa hawaridhi wake zao wanukuu hali zao za siri za ndani, bali yuaqibuha in afshat shay'an min asrarihi. Bali mwanaume mwenye heshima zake akijua kama mke wake ametoa aibu zake za ndani, siri zake, huwa anamwadhibu au anampa adhabu. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu ya'muru azwajahu bi naqli wa tablighi ma yaraynahu minhu hatta inna ihdahunna la tukhbir an ghusliha min aljanaba ma'ahu wa yatanazzalu alwahyu alayhi wa hiya fi lihafihi. Subhanallah. Lakini Mtume sasa alikuwa na waamuru wake zake wanukuu na wafikishe kwenye umma yale ambayo wanaona kwake, mpaka inafikia hata mke wake anatuhadisia jinsi alivyokuwa anakoga na janaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utarizia mke wako kunukulia hayo. Bali kuna hadithi moja inanishangazaga. Mtu mmoja alikuja anamshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi, habari zake za chumbani. Sasa Aisha alikuwa hapa karibu. Mtume akamwambia, ndio hata mimi nafanyaga hivyo na Aisha ndio huyu. Wahi ulikuwa unashuka kwa Mtume, yuko kwenye shuka ya mmoja wao. Wa inna ahadana
la ya'rifu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akthara mimma ya'rifuhu an abihi sakin ma'ahu, mmoja wetu anajua kuhusikamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko anavyojua kuhusikamana na baba yake ambaye anaishi naye, kwa sababu mama yako hawezi kunukulia yeye na baba yake, lakini ya Mtume ananukuliwa. Innahu shamsu wuduhan kaifa takhfa hinama tarfa'uha kaffu dhahira, kana kwamba ni jua liko wazi, vipi jua lifichamani wakati wa mchana. Kwa hiyo Aisha ametunukulia mambo mengi ambayo wengine hawangeyaona, ni ndani. Musnaduha balagha 2210, alipokea hadithi 1210, wa hiya min as-sab'ati al-mukthirina min as-sahaba, bali yuko katika wale masahaba saba na hadithi nyingi: Abu Hurairah, Sa'd, Jabir, Anas, Siddiqah wa Ibn Abbas, kadha ibn Umar. Hao ndo saba. Kwa hiyo akatunukulia hili jambo ambalo huenda umma hawangelinukuu kwa sababu ni jambo la chumbani, jambo la kwenye sijida, sala za sunna, sio kila mtu ataliona. Bali mke wake mwingine na yeye alikuwa anukuu hadithi nyingi. Ummu Salama qalat kana Rasul sallallahu alayhi wasallam fi akhir umrihi fi akhir amrihi la yaqum wala yaq'ud wala yadhhab wala yaji'u illa qala subhanallah bihamdihi. Ummu Salama na yeye alikuwa ni kigogo katika kunukuu, anasema mimi nimshangaa mwishoni Mtume umri wake alikuwa akikaa, akisimama, akienda, akitoka, akirudi, akija, nasikia subhanallah bihamdi, subhanallah. Bure hii dhikri anaisema sasa, tukoga tuione kwa mwanzoni. Faqultu ya Rasulullah innaka tukthir min subhanallah bihamdi la tadhhab wala taji wala taqum wala taqul illa qulta subhanallah bihamdi. Mtume hichi kipindi kuna dua unakithirisha sana, ukienda, ukitoka, ukirudi, ukikaa, ukisimama, unasema subhanallah bihamdi. Qala inni umirtu biha, Mtume akasema nimeamrishwa. Faqala idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Nimeamrishwa, Allah ananiamrisha msabihi Mola wako. Al-Imam Ibn Kathir anasema غريبة وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ها هنا. anasema nimeandika hadithi ya kuhusu msamaha wa vikao, msamaha, anasema iandikwe ya msamaha wa vikao. Kuna hadithi inatuambia tukiwa kwenye vikao, ukikuwa kwenye kikao chochote usisahau kusimama umeomba hiyo dua. Kama ulikuwa unateta, kama ulifanya usupu, unasameheka. Kwenye vikao vyetu vingi tunakosea. Tutaileta hiyo hadithi, lakini tumalizie swali letu la mwisho, na kabla kumalizia tulete hadithi nyingine ya ndani ya swala hii dua. Kana yukthiru idha qara'aha wa raka'a an yaqul, Mtume sallallahu kwenye rukuu alikuwa anakithirisha subhanaka allahumma bihamdika, subhanaka allahumma rabbana bihamdika, allahumma ighfir innaka anta tawwabur rahim. Wala kithirisha hiyo dua. Sawa. Hii dua unaweza kuiomba ndani ya swala, kwenye rukuu na kwenye sijda. Tumsikie kwanza Ibn al-Qurtubi na kidogo, ndio tutaenda kwenye swali la mwisho. Nilifupi tutaleta kafara kwa majlis, tutumaliza daftari letu la leo. Anasema Imam al-Qurtubi ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول، baada ya idha jaa kushuka Mtume hakusali sala tena nyingine isipokuwa kwa kusema subhanaka allahumma subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli.
utakuwa soma hii dua. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Mtume alikuwa akithirisha kusema kwenye rukuu na kwenye sijida, utakasifu ni wako Allah Mola wetu na himidi za kwako Allah nisamehe. Yataawalu alquran, yani ana iweka Qur'ani kwenye vitendo. Mtume anasema msiombi dua kwenye rukuu, lakini hii ni dua Allahumma ighfirli, ni dua, ndio dua moja pekee inaruhusiwa kwenye rukuu hii hapa. Kwenye rukuu sio naomba dua isipokuwa hii. Kwenye rukuu watukufu wa Kiislamu pako dua nyingi, pako dua nyingi. Na kwenye sijida inapendeza Muislamu asijue awe anazichanga changa, ili usio naomba dua moja ukaja kujikutana imekuwa kauka ni kuvai chafuka ni kufue, akisha ukashindwa kuitamka vizuri. Pako hii dua hii usio unashindwa kuiomba. Sisi tunangoja mpaka umri wetu wa mwisho. Unangoja umri wako wa mwisho nini? Iombe hii sana na uchange na zile zingine. Watu ambao wanifuataga kwenye swala zangu, wakati kuna wanafunzi tukao fanya nao mraja, wakati wanifuata wanasikia na ziomba hii subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli. Pako ile nyingine allahumma laka rak'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi katika rukuu. Na pako ile nyingine subhana rabbil malakuti wal jabaruti wal kibriya wal 'azama kwenye rukuu. Na hii pia pako ile nyingine subhanallah bihamdi, pako ile nyingine subhanallah bihamdi subhana rabbil azim bihamdi, na pako subhana rabbil azim. Na kwenye sijida pia pako hii ambayo ni subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli. Na pako tena nyingine allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. فقلت لنا سبوح قدوس الملائكة والروح. Na hii kwenye rukuu na kwenye sijida siku nyingi. Kwa hiyo Muislamu akizihifadhi pako nyingine subhana rabbil a'la, pako nyingine subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ukizihifadhi dua zote unakuwa na zichanganya naomba, inakuwa ni bora sana, nuru na ala nuru. Ni dhikr. Swali la mwisho, kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa au kwa nini aombe msamaha? Alisifanya dhambi? Hilo ndio swali la mwisho kwenye darasa letu leo. Amelijibu hili swali Al-Qurtubi, amelijibu akasema fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, muombe Mola wako msamaha. Anasema فإن قيل فماذا يغفر للنبي فماذا يغفر للنبي حتى يؤمر بالاستغفار؟ قيل له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه. Anasema kwa sababu tatu kwa nini Mtume aombe msamaha. Ni dhambi gani anasameheka? Mbona amemaliza da'wa, watu wanaingia kwenye dini ya Allah vikundi, si ndio wakati wa yeye kufurahi? Tunakujibu kana nabii sallallahu alayhi yakulu fi du'aihi, katika dua zake Mtume. Zihifadhi hizo dua za Mtume, unaziomba zitakubadilisha maisha yako. Sisi tumezifanya zikatubadilisha maisha yetu. Usilenga tu unasema tu maneno kwa gusa, maneno patupu. Mtume akasema sikia hii dua, subhanallah, dua ya maajabu, rabbi ighfirli khati'ati wa jahli, Allah nisamehe kosa langu na ujinga wangu. Kosa nilifanya kwa bahati mbaya na kwa ujinga nisamehe. Wa israfi fi amri kulli, na nisamehe kuchupa kwangu mipaka kwenye mambo yangu yote. Sasa nilifanya jambo nikachupa mipaka nikazidisha. Wama anta a'lamu bihi minni,
nisamee dhambi ambayo wewe unajua kuliko mimi, kwa sababu kuna wakati mtu anafanya dhambi hajui alifanya maskini. Allahumma ighfir li khata'i au khata'i, Allahumma ighfir li khata'i wa 'amdi, Allah nisamee dhambi niliyofanya kwa bahati mbaya, kwa maksudi, wa 'amdi wa jahli au wa jahli wa azli, nisamee dhambi niliyofanya kwa ujinga na nisamee dhambi niliyofanya kwa kutania. Kuna mtu anafanya mitani kwa anafanya dhambi, wa kulla dhalika indi, nisamee kila kitu nisamee. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu, nisamee lilo tanguliza na ambalo sitafanya. Wa ma alantu wa ma asrartu, nisamee dhambi ambayo nilifanya dhahiri na nilifanya kwa kuficha. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir, wewe ndio mwanzo na mwisho. Innaka ala kulli shay'in qadir, wewe kwenye kila kitu unaweza. Fakana sallallahu alayhi wasallam yastaqsir nafsahu li'azami ma an'ama Allahu bihi alayhi, Mtume akawa anaomba msamaha akidhalilisha nafsi yake kama ni yenye kufanya madhambi kutokamana neema zenye anaona Allah alimneemesha. Wayara qusurahu an alqiyam bihaqqi dhalika dhunuba, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaona kwamba neema zenye Allah alizompa hajasimama kumshukuru ipasavyo, ndio maana alikuwa anasali mpaka miguu inapasuka. Wayahtamilu an yakuna bimaana kun mutaalliqan bihi sa'ilan raghiban mutadarrian ala ru'yati at-taghfir fi ada'i al-huquq li'alla yanqati ila ru'yati al-a'mal. Kana kwamba Allah anamwambia tena pia Mtume, omba dua hizo, ziombe, inyekia kwa Allah, ala ru'yati at-taqsir fi ada'i al-huquq. Kuna wakati unakutana watu unayaona wengi watu wanafanya upungufu, hawajui haki zenye Allah aliyoneemesha. Wewe sasa muombe msamaha Allah ili isije kutokea na wewe. Ndio pale wanakuambia ukimuona mtu alipoga mtihani usimcheki, muombe dua. Waqila, na tafsiri ya tatu, al-istighfaru ta'abbudan yajibu ityanuhu, kuna kuomba msamaha huu ni ibada, lazima kila mtu afanye ibada. La maghfira bal ta'abbuda, so kama eti mtu anaomba msamaha afanye madhambi, hapana, ni ibada. Waqila, na tafsiri ya nne, dhalika tanbihu li ummati, Mtume aliambiwa aseme hivyo ili awanabihi umati wake, awafundishe, sababu sisi tunamwigia yeye, tunachukua kwake, tuone kama alikuwa anafanya hivyo, tusikie. Likai la ya'manu wa yatruku al-istighfar. Waqila, na tafsiri ya tatu, al-istighfaru ta'abbudan yajibu ityanuhu, kuna kuomba msamaha huu ni ibada, lazima kila mtu afanye ibada. La maghfira bal ta'abbuda, so kama eti mtu anaomba msamaha afanye madhambi, hapana, ni ibada. Waqila, na tafsiri ya nne, dhalika tanbihu li ummati, Mtume aliambiwa aseme hivyo ili awanabihi umati wake, awafundishe, sababu sisi tunamwigia yeye, tunachukua kwake, tuone kama alikuwa anafanya hivyo, tusikie. Likai la ya'manu wa yatruku al-istighfar, ili asije mtu akajisalimisha, akajiaminisha Mtume alikuwa haombi, alikuwa ni mcha Mungu na mimi ni mcha Mungu, akaacha kuomba msamaha. Lakini ukishajua kwamba mcha Mungu wa kwanza katika huyu umma alikuwa anaomba msamaha, wewe ulijinywa ujio mgonjwa. Waqila wastaghfir ay istaghfir li ummatik, na ikasemwa tafsiri nyingine itakuwa ni tano, huenda muombe Allah msamaha, yani uombe umati wako msamaha. Innahu kana tawwaba ay ala almusabbihina walmustaghfirina yatubu alayhim wa yarhamuhum wa yaqbalu tawbatahum. Msiogope kuomba msamaha, Allah ukimuomba msamaha ni mwepesi wa kusamehe, na ndio maana akasema inna rahmati sabaqat ghadabi, mimi ridha yangu na huruma wangu umeshaga tangulia hasira yangu. Ukinikosea kizambi kizito ukaniomba msamaha na kusamehe, kinyume na binadamu. Mwanadamu kimsamehe, ukimfanyia kizambi kikubwa, ungemwambia msamaha, ngoja kwanza, ngoja sitaki sana kuone kwanza, ngoja apite siku, lakini Allah hapo anakusamehesha. وإذا كان عليه السلام وهو معصوم يؤمر بالاستغفار فما الظن بغيره.
ikiwa kwamba mwenye alikingwa na madhambi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa aombe msamaha, wewe bila wewe kwa madhambi yetu tukianza kuyatangaza hapa patachimbika. Faida ya mwisho ni kwamba watu jinsi walipoingia dini makundi, ikaja ishara kwamba watatoka hivyo pia makundi. Hadathani jarun li Jabir bin Abdullah qala qadimtu min safarin fajaa Jabir bin Abdullah فسلم عليه فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثه فجعل جابر يبكي. Jabir alikuja kunitembelea nilipotoka safarini, nikamhadithia kama watu wako vikundi. Thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akalia Jabir akasema, nimesikia Mtume anasema inna an-nasa dakhalu fi dini llahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja, watu wameingia kwenye dini ya Allah vikundi, watatoka vikundi. Ndio pale baada ya Mtume kufa watu wengine wakalitadi. Leo pashakuwa makundi mengi, sijui mashia, sijui manani, sijui nani, maibadhi, sijui batiniya, kundi mengi sana. Ukisikia akida zao ni akida ziko kinyume na Uislamu. Ndio hayo Mtume aliashiria, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Uislamu umeanza ugenini na utarudi ugenini kama ulivyoanza. Naam. Kuna hadithi ningeizungumza lakini leo naiacha, naweza kaizungumza nikipata fursa kwa sababu ina fiqhi nyingi. Leo tu nimalizie na jambo ambalo Mtume alifanya alipoingia Makka, liko na fiqhi kidogo. Hii sura mwishoni, je, na sisi tukiona neema kufanya hivi jinsi Mtume alivyoamrishwa, فالذي فسر به الصحابة به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، يعني نصلي ونستغفره، معنى مليح صحيح. hii sio hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe ukijaliwa neema basi ya kufungua kijiji, mfano kwa leo mtu umepata nyumba, unaweza kumsabih Allah na kushukuru. Kali thabata lahu shahidun min salati nabii yawm fath Makkah wa waqt ad-duha 8 rak'at. Mtume aliwahi kusali alipofungua Makkah rakaa 8. فقال قائلون هي صلاة الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة مكة. alisali rakaa 8 bila ya kutoa salamu zote kwa pamoja. Inajuzu kusali bila kutoa salamu rakaa 4 kwa pamoja, rakaa 8 kwa pamoja, inajuzu swala usiku hata mchana. ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش. بمعنى Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa Makka, ilikuwa ni Ramadhani, alikuwa anakula mchana na anapunguza sala. Wakanu nahwa min 10,000, na maswahaba wote walikuwa 10,000 hawakufunga hiyo Ramadhani kwa sababu walikuwa ni wasafiri. قال هؤلاء وإنما كانت صلاة الفتح قالوا فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. Kuna baadhi ya ulama wasema hizi rakaa ni kwanza za dhuha, na kuna wengine wasema ni sala za kufungua kijiji, kila mtu akijaliwa kufungua kijiji azisali hizi rakaa. وهكذا فعل سعيد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن. سعد بن أبي وقاص na yeye alisali rakaa 8 siku alifungua Madain.
vijiji vya huko Iraq. Thumma qala ba'dhum yusalliha kullaha bitaslima wahida, baadhi ya ulama wanasema unaweza kuzisali kwa salamu moja kama Mtume alivyosema. Wasahih annahu yusalli min kulli rak'atayn kama warada fi sunan Abi Daud anna Rasulullah kana yusallim yawm al-fath min kulli rak'atayn. Wa amma ma fassara bihi Ibn Kathir anarajihisha mtu kusali kwa kutoa salamu, lakini pia bila kutoa salamu imethibiti, Ama dua kafaratul majlis, uchukue tu hadithi moja hapa. Ibn Kathir ametaja nyingi, kwa mlango maswali mdogo katika suratu Swafat. Ibn Kathir alitaja hadithi nyingi sana za kuhusikamana na mtu ukiwa kwenye kikao chako usikurupuki kusimama bila kuomba dua. Ndio maana hata sisi kama tumekosa muda wa kuomba dua katika vikao vyetu, huwa tunamaliziaga na hii dua. Ina hii dhikr, na wewe fanya hivyo, omba dua ile ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma rabbana qsim lana min khashyatik. Lakini kama ukujaliwa kuiomba, basi unaweza ukasoma tu hii dua, inaitwa kafaratul majlis, futio la madhambi yaliyopatikana kwenye kikao. Amesema hadithi nyingi, lakini tulete tu moja. Anasema وقد وردت أحاديث في كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. hii ambayo mtume alikuwa anaomba, hii dua ndio pia kafaratul majlis. Kikao chote chenye upo, hata cha wewe na familia, hata cha wewe na ndugu zako, hata wewe na rafiki yako, wewe na bosi wako, usisahau. Hata cha kazini usisahau. Kama unasikia haya, usema kwa sauti, sema kwa sauti ndogo. Na kama unasikia pia haya, kuona unasoma Kiarabu ukijui, iseme lugha ya mnataka, kama ni Kiingereza huko ulipo, kama ni Kifaransa, kama ni Kiswidi, kama ni Kidutch, iseme. Ni muhimu sana, usinisahau, hifadhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, takasifu ni wako na himidi, la ilaha illa ant, hakuna mola isipokuwa wewe, astaghfiruka wa atubu ilaik, na kuomba msamaha na tubia kwako. Ibn Kathir anatoa sasa hadithi ya kuonyesha faida tu moja ya hii dua. Anasema iko wapi? Akuitaja yeye, kuna mwenye alisafisha kitabu chake ndio alifanya kwenye reference. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. Atakayekaa kwenye kikao akawa madhambi kwenye kikao, akasema haya maneno, basi ajue akiyasema atasamehewa yote yaliyopatikana katika kile kikao katika madhambi. Usiteti, usikae kwenye kikao katetea watu, lakini ndio ulipewa mtihani ukatereza kwa kujisahau. Usichonganishe ukanukuu mabaya mazito ya mtu amesemwa ukamletea pale, usifanye hivyo, lakini ndio umetereza. Basi sema hii dua. Akaongeza nyingine, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi akhir idha arada an yakuna min almajlis, mtume alikuwa mwishoni mwa umri wake kila akitaka kusimama kwenye kikao anasema subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال كفارة لما يكون في المجلس. Mtu mmoja akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasema maneno ulikoga uyaseme. Mtume akasema hiyo ni vutio na madhambi ya kikao. Wallahu a'lam. Tuishie hapo kwa leo, tuache mlango maswali kadhaa, maana faida zilikuwa ni nyingi na haziwezi kuisha, lakini alhamdulillah tutakuwa tumemaliza suratu idha jaa. Palibakia tu hadithi moja ambayo ni muhimu, ni nzuri, nitaitoa hata kwenye darasa lingine la tafsiri ya suratu al-Kafirun. Karibuni maswali madogo. Naam, Imran huko. Naam. Maneno nafungua mikura tukusikia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam Sheikh, kuna dada yetu hapa ametuandikia swali, anasema ni swali ambalo linakuhusu. Naam. Ni kutokana na hali ya mume wake. Anadai kama mume wake eti alikuuliza swali kuhusu kuoa mke wa pili. Huyo dada yeye yuko nje ya Ulaya na mume wake yuko hapa Belgique. Eti inavyodhihirika anadhania kama wewe unaweza kuwa haukumjibu hivyo, lakini akataka apate mwanga. Eti inawezekana unaweza kuwa ulimjibu kamwambia ni lazima awe mke wa pili kwa sababu yeye ni mjinga, hawezi kuikaa miaka 8 bila mke. Lakini cha kushangaza kaoa tena mwanamke ambaye yuko mbali vile vile, hayuko hapa Belgique. Sasa alikuwa anauliza, je, hiyo hukumu vipi? Hiyo kesi haijanijia kwa kweli. Hiyo kesi haijanijia, nafanana hivyo. Niko mezani kwangu kuna kesi nyingi na kuna kesi zinafanana hiyo, lakini sio hiyo. Hiyo kabisa itakuwa haijanijia. Labda amuulize vizuri mume wake au ampe ushahidi huyo, kama atakuwa nimemwambia kwa audio au kwa message, au kama atakuwa amenipigia kwa audio au message amtumie ataona, lakini kama atakuwa amenipigia nikamwambia kwa moja, basi atakuwa amejidanganya mume wake. Tumzanie khair, lakini hiyo kesi haijanijia. Maana naona anaweza kuwa alikudhania khair, akasema kama ni shekhe asingetumia neno kama eti wewe ni mjinga kukaa miaka 8 hauna mke. Asingesema hivyo, singemwambia tena ni mjinga mbele ya macho yake hivyo. Hapana, sio mimi kwa kweli. Na asifanye nani, asiripuani na mume wake. Wanaweza wakanitafuta tukawamalizia hilo jambo lao na tukawatatulia, wasigombani wakafikia hata kuvunja ndoa na nini. Itakuwa ni jambo lipendezi kwa sababu ya habari kama hizo. Lakini nataka nitafuta wakiwa na wakati, tunaweza tukaongea, na ukitaka kunipata mara nyingi wakinitumia audio au message, ni bahati nasibu kujibu. Anaweza kanipigia sasa saa 11, saa 12, saa 10, saa 11, saa 12, hizo saa kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi ndio napatikanaga sana. Nipigie moja kwa moja. Naam. Inshallah, naona atakuwa amekusikia na nadhani atakuwa kwenye darasa. Naona kuna dada yetu hapa, dada Sugar amepandisha mkono na karibishwa inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Asante sana kwa darasa la leo shehe. Ni swali zangu ni mbili kwa ajili ya sala. Nilisikia kama kuomba dua vizuri ni kuomba wakati mtu uko kwenye sijida. Alafu baadaye tena nikasikia sio tu ile sijida, sujudu ya mwisho ndio kuomba dua. Zile zote eti mtu anaweza kuomba dua kwa kila wakati ukisujudu. Tuseme kama ni dhuhuri, hizo raka zote ine, kila ukifanya sujudu naomba dua. Na ukiomba dua sio kusema ile ya mwisho ndio iwe ndefu,
kushinda hizi 3 za mwanzo. Ni ku make sure kila sujudi kuko sawasawa na wenzake, paske itakuwa ndefu zaidi ya ingine. Hiyo ni swali ya kwanza. Swali la pili, kuna wakati mtu unaikaa unasema kaka kitu kana kujua, nasikia unataka kuomba dua, ila sasa nikasikia kama pako utaratibu wa kuomba dua. Haufaki tu kusema Mola wangu nisamee, wala Mola wangu nipe nini. Eti unaanza kwanza kumsifia Mwenyezi Mungu, unamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu na shukuru neema zako, neema zenye Mwenyezi Mungu aliyekupa, alafu naomba msamaha, alafu ndo naomba hicho kitu, alafu ndo unamsalia tena Mtume, na ndo nasema alhamdulillah. Sasa mimi naona ni virefu sana. Na wakati unakuwa kuna hamu uombe dua biombi, lakini ukikumbuka kama itakuwa ni mstari wote, basi una give up. Sasa nilikuwa nataka uniambie kama pako nyingine njia ya kufanya, kama kuna kitu kana kuja biombi nataka kuomba dua, singoje kupitia kwa yote. Shukrani. Hapo nzuri ndani ya darasa ni kwamba swali la kwanza ni kweli sio vema sijida fulani ikawa ndefu kuliko zingine. Kuna watu wanakutanaga ile sijida ya mwisho ndio inakuwa ni ndefu, ametoa wapi? Mambo hapa ni sunna. Mambo hapa ni sunna. Ndio kuomba dua. Sasa kwa nini ombe ya mwisho? Ukitaka kuomba dua vizuri kwenye sijida, balance, zifanye ziwe zikurubiane. Zidiani urefu. Zikurubiane vizuri. Kwenye sijida uombe dua zako kwenye sijida ya kwanza na ya pili na tatu, yani uzifanye zikurubiane, sio nikati mtadidepo zingine ni fupi. Hiyo ndio sunna. Hizo ninapokuambia ndivyo kisivyo. Kama kuhusu kutanguliza kumsifu Allah na kumsalia Mtume ndio ombe dua yako, hiyo ni jambo lizuri. Tafsiri Mtume sallallahu alimsikia mtu anaomba dua bila haja haraka tu kaanza kuomba dua. Mtume akasema wewe fanya haraka. Kama angeanza kumsifu Allah na akamsalia Mtume kisha kuomba dua zake angekubaliwa. Mtume ndio akasema hivyo sallallahu alaihi wasallam. Lakini hiyo ni adabu tu, sio maana yake kwamba mtu hawezi kuomba dua bila kufanya hivyo. Unaweza kuomba dua yako bila kufanya hivyo, lakini ukiwa unaweza kufanya hivyo ni bora zaidi. Na hata kama wakati ni mdogo, usingoje umeongeza kitu kingine, sijui utaji neema zako. Hiyo neema zako Allah amekuneemesha, hiyo hadithi si juu ya kusema neema zako, lakini hadithi inasema kumsifu Allah na kumsalia Mtume wake. Naam, kumsifu Allah inaweza kaingia neema zalikupa, lakini kufanya vipengele vitatu hilo asili juu. Kwa hiyo usingoje kama una wakati, kama kisha unataka kuomba tu dua fupi, fanya hivyo vifupi. Mfano umsifu Allah, sema alhamdulillah, kumsifu Allah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, unaanza kuomba vifupi. Usingoje kuleta zile ndefu, zile zinapatikana kwenye dua ndefu kama dua za tarawih za visimamo. Usingoje kuleta zile ndefu zote, unaweza kuleta tu hiyo, unaweza kuleta fupi, inatosha. Lakini pia ukiacha kuleta ni ruhusa, inakubalika. Wallahu a'lam. Naam Sheikh. Naam. Kuna ndugu yetu hapa aliomba akasema anaomba tutumie hiyo dua mgroup inshallah. Hapa ilikuwa ni katika darasa. Ana message ilikujaga mapema. Na sijui anamaanisha group ipi, labda utatuma kwenye group zote inshallah. Inshallah. Na kama angalika tuashike ni dua gani? Tumesema dua nyingi. Inshallah. Na mwingine anauliza anasema, je, Muislamu anaweza kwenda haji kwa pesa hata kumaanisha za kafiri, lakini ameandika na kafiri? Labda tumdhanie pesa za kafiri. Mfano mzazi wako anakulipia pesa ya kwenda hija na sio Muislamu au mtu wa familia,
au anakuchanga katika haji yako. Swali lake je, inajuzu au hija yako vipi? Asiyekuwa Muislamu kumpa Muislamu pesa inakubalika, asichukue. Kama jinsi na Muislamu anaruhusiwa kumpa kafiri pesa, inakubalika. Na akikupa pesa hizo ambazo una uhakika kama sio za haramu au hafanyi kazi ya haramu, kwa sababu sio kila pesa kafiri inakuwa ni haramu, inakuwa ni halali pia, basi unaweza kuchukua na ukaipeleka hija, haina neno, maadamu ni pesa yake huyo kafiri, ni mfanya biashara, au ni pesa yake ni mkulima, au ni pesa yake ana mifugo, au ni pesa yake ni mfanya kazi, kuna kazi yake, yote hayo unaruhusiwa kuchukua hiyo pesa na upeleke hija, haina neno. Ikiwa tu ni pesa ya haramu, hapo ndo anakuwa mushkila, au ni kafiri au ni Muislamu. Naam Sheikh, ndugu yetu hapa ni swali aliuliza jana, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, inajuzu mume kuongeza mke na hana kazi? Ukimwambia anasema Allah anaruzuku kila mtu bila ya hesabu. Na swali lake la pili lilikuwa je, inajuzu kuoa mtoto wa binamu yake? Ama kuhusu kuongeza mke wa pili bila kazi, mke wa kwanza anakula nini kama hana kazi? Mke wa kwanza anakula nini mpaka aoe hana kazi? Kwa sababu kama jinsi mke wa pili haruhusiwi kuishi naye amhudumii, pia mke wa kwanza haruhusiwi kuishi naye amhudumii. Allahumma labda ikiwa kama mke wa kwanza yuko na uwezo wake, mke wa kwanza yuko na uwezo wake, kisha na mke wa pili akawa na uwezo wake, ikiwa ni hivyo sawa, inajuzu. Na hapo ikiwa kama mke wa kwanza atajishusha kusema mimi sihitaji huduma yako, bali mimi nachohitaji kwako ni sitira, ni stiri. Kwa hiyo anahitaji sutra, na mke wa pili akamjuza bana, mimi sina kazi, mimi niko na pesa yangu. Sheikh Fauzani alimuuliza akamwambia, kuna mwanamke anaambia mume wake amtafutie, atamuoea yeye, ndiye atamuoea. Sheikh Fauzani akasema aina tujad hadi, huyu mwanamke yuko wapi? Anauliza yuko Saudia, yuko wapi mwanamke? Wanawake wako wapi? Hiyo ni jambo. Kwa hiyo haijuzu isipokuwa kwa sharti ambayo tumeizungumza. Ikiwa mke wa kwanza amemridhia na mke wa pili akamridhia, lakini kama huna uwezo kumhudumia mke wa kwanza, huenda yeye ndio anakuhudumia, kisha uende kuongeza mke wa pili, kwanza wa kwanza tafanya acha kuhudumia, inakuwa haijuzu. Wallahu a'lam. Allah yajzaa. Kuna swali pia alikuwa ameuliza, silikumbuki. Kwa mke wa binamu yake, kumwoa binamu yake, inajuzu. Kumwoa binamu yako inajuzu, haina neno. Kwa sababu kwanza kuna baadhi ya ulama wanakuambia ndio bora sana. Kumwoa binamu yako ni bora kuliko kumwoa mwanamke baki. Baadhi ya ulama wanasema, na masala tukao tumeyajenga kama tutayazungumzaga kwa uzuri, khilafu ya ulama, lakini mtoto wa binamu yake inajuzu. Kumwoa binamu yako inajuzu. Vipi mtoto wake? Inajuzu, haina neno. Uswahilini unataka kama eti ni mtoto wako, sio kweli. Kumwoa mtoto wa binamu yako ruhusa, kwa sababu binamu inajuzu, pia na yeye inajuzu. Sio mtoto wako, sio kweli, sio mtoto wako. Naam, wallahu a'lam.
Sheikh amesema eti ni mtoto wa binamu yake. Inajuzu kabisa. Mtoto wa binamu yako inajuzu, kama kisi binamu yako inajuzu na yeye mtoto wake inajuzu kumuoa. Sio kweli kama ule mtoto wa binamu yako ni mtoto wako. Nasemaga hivyo Kiswahili, mtoto wa binamu yako ni mtoto wako. Sio kweli. Huyo ni mke tu mzuri. Naam. Naam, Sheikh, barakallahu fikum. Wajakum. Kuna swali letu hapa, dada yetu ameuliza maswali mawili. Ni marefu kidogo. Anasema kwa nini surati An-Nasri ilichukuliwa na baadhi ya maswahaba kama ni ishara ya kukaribia kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili hali sura yenyewe inazungumzia ushindi? Swali la kwanza. La pili, anasema kuna uhusiano gani kati ya ushindi mkubwa na amri ya kuomba msamaha, istighfar, katika sura hii? Alafu anamalizia anasema katika surati An-Nasri, kwa nini Allah hakumwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam afurahie ushindi tu na kumwamrisha kushukuru, ila pakaja kumsabihi sana? Barakallahu fikum. Hayakum. Kwanza, kwa nini suratu An-Nasr wameelewa maswahaba kama ni kifo cha Mtume? Kwa sababu Mtume misio yake ni ipi? Alitumwa kuja kufanya dawa kwenye vitongoji vya Kiarabu. Tayari ameshafanya ile misio. Inachobaki nini? Chama cha Umar bin Khattab baada ya kutimia ni kupungua. Kwa hiyo baada ya wewe kutumwa, yani misio yako ikiisha duniani ni kufa. Ndio maana mtu kila unapoona alhamdulillah, nimeshaoa, nimeshaolewa, nimeanza kuzaa watoto, nimeanza kuota mimba, basi hapo jua unajongelea hapo. Kila mtu unapoenda unakuwa mkubwa, ulikuwa mdogo unaenda na umri unajongea, ulikuwa na kwenye 10 unaingia kwenye 20, unakuwa kwenye 20 unaingia kwenye 30 unaingia 40, 50 unaenda unajongea kiumri. Inabidi uzidi kuwa mcha Mungu, kwa sababu unajongelea kaburi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya yeye misio yake imeshaisha, maana cha kubaki ni kufa. Ndio maana maswahaba wakafahamu kwamba hii ni tangazo, hii sura walikuwa wanaita tangazo la kifo la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama swali lingine la pili kwamba kwa nini badala ya kuamrishwa shukuru anaamrishwa aombe msamaha? Kwa sababu kadhaa, baadhi yao tumesitaja, lakini zingine ni kwamba mtu ukitaka kufa inabidi muombe Allah msamaha sana kuliko kushukuru sana. Ndio maana ukipata mtoto unashukuru, lakini ukiwa mgonjwa unaomba msamaha. Kwa nini? Allah kusamehe dhambi yako. Kwa hiyo aliamrishwa aombe msamaha kwa sababu tayari Mtume anakufa. Atuachie na sisi mafunzo ya kuomba msamaha na kujua. Na ndio maana wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam mwishoni alifanya vitendo vya maajabu sana, mpaka kuna hadithi nimeacha, alikuwa ni mara kidogo baada ya hii sura kushuka Mtume kutabasamu. Ni mara kidogo, kwani anajua na kwenda. Alikuwa anajitahidi kwenye ibada kweli kweli. Hayo yote nimeacha. Swali lake lizuri, jazakallahu khair, amenifanya ni nukuu hizi nilikuwa nimeacha. Na Ramadhani yake ya mwisho alisali, alisoma, alikuwa anasoma kila usiku juzu moja, lakini Ramadhani yake ya mwisho alisoma kila usiku juzu mbili, kwa sababu naenda kwa Allah. Hata idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Kila mmoja kwenye Qur'ani, Allah anasema sura al-Mu'minun, kila mtu akifikiwa na kifo anaombaga arudishwe kufanya vitendo vyema. Kwa hiyo ili Mtume asisikitike atakapokufa zaidi, afanye vitendo vyema. Na ndio maana kila mtu anapojiongea kiumbe, kithirisha amali njema, ili ukija kufa ukaoneshwa yale mazuri yako. Usiombi sana kurejeshwa kuongeza, maana ulikuwa unajitahidi. Usiombi sana kurejeshwa kufanya, maana ulikuwa unajitahidi. Wallahu a'lam. Naam Imran, nadhani tungemaliza ili tuwahi swala ya magharibi kwetu. Kuna maswali yameisha nadhani inshallah. Kuna ukhti wetu kuna kipengele cha mwisho. Naam.
Inasema kwa nini Allah hakumwamrisha Mtume sala salam zimshukia afurahie ushindi tu na kumwamrisha kushukuru, ila pakaja kumsabihi sana. Yani asifurahie ushindi. Tumeona kama Mtume sallallahu alayhi alifurahia ushindi mpaka akaongeza akasifu watu wa Yemen, lakini pia kumsabihi sana Allah ni dhikri, na dhikri ni jambo limoja likubwa sana. Dhikri ni jambo la ajabu. Dhikri ndio mpaka kumshukuru Allah. Naam. Allahu a'lam. Allah ajazaa. Kuna wakati wote mmoja alikuwa amenitafuta akanambia huwa ameshauliza maswali yake, anaandika maswali yake atuyajibu. Nikawa nimwambia tutaanzia leo, lakini nadhani kama itakuwa labda hayakunukuliwa. Naam, yalikuwa ni ya jana ndio hayo ambayo tumeanzia kwa ya kuoa mke wa pili bila riziki. Alhamdulillah. Na mtoto wa binamu yake. Sipokuwa naona alikuwa amepandisha mkono, sijui kama alitaka kurekebisha kitu au tumpe nafasi. Mpe nafasi, dakika tu ndogo. Kuna nafasi ndogo, dakika ndogo. Inshallah. Mzee kafungua mic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam. Sheni, swali langu nilikuwa nauliza kwenye Suratul Ibrahim aya ya 22 tafsiri yake, maana nimeisoma nikasikia inasisimua, lakini nilikuwa nataka ufafanuzi kidogo. Suratul Ibrahim aya ya 22. Siwezi nikakufasiria kwa urefu zaidi, maana swali lako limekuja mwishoni, lakini nadhani nikakupa kwa kifupi tu. Suratul Ibrahim 22, Allah tabaraka taala anasema, ni sura ni nini, aya nzito kweli ya Ibilisi. Ibilisi atasema motoni, inna Allah wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah kuahidini ahadi ya kweli, mimi nikakuahidini lakini nimevunja. Pale penye mtu roho inakupeleka kwenye maasi, unafanya tena, unakutana mara nyingi, unakuona katika kupeleka kwenye maasi kwa ahadi nyingine za uongo. Unasikia ziko roho ile ni Ibilisi. Fanya hivi utapata utamu, fanya hivi utatajirika, fanya hivi hautasikika, hautaonekana, utafika, hawatajua. Fanya uko na njaa, uko na mateso, uko na haja, sio inakudanganya. Utaona mtu ameenda kuzini, utaona mtu ameenda kuiba, amezulumu, amepokonya, amefanya shirki, ameelewa, amekula riba na madhambi mengine. Hizo ahadi zote unazisikia kwenye nafsi ukitaka kufanya maasi, ni Ibilisi ndio anakuwa anazipuliza. Wa makana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li. Ibilisi sasa, mimi nilikuwa sina nguvu za kusukuma kwenye maasi kwa nguvu, lakini nilikuwa nakukogota tu na kupuliza tu, naenda mwenyewe. Fala talumuni walumu anfusakum. Kwa hiyo msinilaumu mimi, laumuni nafsi zenu. Inasema kana kama watu motoni watataka umuone Ibilisi aliyekuwa na washawishi angushie lawama, ndio Ibilisi atawaambia mnalaumia nini mimi? Kuna mtu aliyeona kwenye mlango wake anamshika kwa nguvu ndio kufanya maasi. Ni wewe kuja kushika kichwa chako kwa nguvu kufanya maasi. Ni kwa anapuliza kwenye roho. Kama sio kwenye Suratul Nas, anapuliza kwenye roho, unaenda kufanya. Kwa hiyo mimi silaumu, kila mtu anafanya kwa nafsi yake. Ni wewe ungetaka kuacha maasi, haungefanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya kupuliza tu na kupendezeshia kwenye roho. Kwa hiyo aya inaathiri. Kama ungekuwa umeuliza mapema tungenukuu na tafsiri zake, lakini nitazitayarisha inshallah siku nyingine ukijaliwa, nikukumbusha tutanukuu kwa urefu. Tuishie hapo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.